Mtume alayhi salatu wasalam ndiye alizungumza, la yadkhulul jannata qati'un, haingii peponi mwenye kukata kizazi chake. La yadkhulul jannata qati'un, haingii peponi mwenye kukata kizazi. La yadkhulul jannata qati'un, haingii peponi mwenye kukata kizazi. Na ajib, utapata tahrishi ya shaitan, ya Iblis na ya Dajjal ilivyoenea katika dunia, utapata ambao wameshika swafu ya utesi katika familia ni wasomi wa dini, yani wasomi ambao watarajiwa wao waongoze watu, watoe watu katika upotevu, wawapeleke watu katika hidayah, wawatoe watu katika asiyoyataka Mungu, wawapeleke watu katika anayoyataka Mungu. Utapata swafu ya utesi katika familia, wao ndio wameshika hatamu, waongoza. Hili lazima kupatikane watu ambao watalitahadharisha hili liondoke. Ukorofi wote ambao uko katika maisha yetu, ya kazi kutosonga, ya madeni kuwa mengi, ya maradhi kukithiri, vifo vya ghafla visivyoeleweka, mambo kufungika. Usiregeshe kwa viongozi. Tuliyazungumza haya. Mwenyezi Mungu alizungumza katika hadithi al-Qudsi kwa ulimi wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akisema, ana Allah, mimi ni Allah, malikul muluk wa malikul muluk, mimi ni Allah ambaye ni mtawala wa watawala na ndiye mmiliki wa watawala wote. Qulubul muluki fi yadi, nyoyo za watawala ziko katika mkono wangu. Mwenyezi Mungu ashaeleza cheo chake hapo kwamba hakuna prince yoyote, kuni yoyote, rais yoyote, mkubwa yoyote katika dunia hii isipokuwa yuko katika mikono ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Allah. Fa huwa khaliqus samawati wal ardh, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu akatoka stage hiyo akaja katika stage ya waliotawaliwa na hawa watawala, ambao hawa watawala wako katika mikono yake. Nasema fa inil ibadu, iwapo raia hao waja waliotawaliwa na hao watawala, ata'uni, watanitii mimi Mola wao, basi nitageuza, nitazungua nyoyo za watawala wao ziwe na sikitiko na rafa na rahma kwa wao. Kitahamaki imeondoshwa, vikwazo vilivyowekwa katika biashara ama kwamba zimefungika. Kitahamaki kumefunguliwa mashrui project kadhaa ambazo kama zitakuwa maslahi kwa raia. Lakini inil ibadu idha ata'uni, wakati waja watakapoamua kunitii. Wa inil ibadu idha asawni, waja watakapokuwa waniasi mimi Mola wao niliwaumba, basi hawa watawala ambao wako katika mikono yangu nitazijalia nyoyo zao ziwe ngumu, ziwe nakma badala ya rahma kwa wao waliotawaliwa raia. Sasa iwapo viongozi wa dini, wasomi, tunaowatarajia kwamba wao ndio watakaoongoza watu, iwe swafu ya utesi, swafu ya kukatana, swafu ya kutosikizana, swafu ya kufa kutozikana, wameishika wao, watarajie wewe wanaozungumziwa ambao wako chini ya uongozi wao wawe vipi? Na wewe usipalilie. Nyinyi msigonganishwe na wewe usigonganishe, rudi usuluhishe, kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala asema, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Hatari sana.